Simba dhidi ya Yanga, mchezo ambao umemalizika kwa sare ya bao 2. Pengine Masanja, hebu tupe simulizi kwa kina zaidi kilichojiri katika mchezo huo. Bwana Centralized David Kampista hapa kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo maeneo ya Mbweni jijini Dar es Salaam. Tumeshuhudia dakika 90 za dabi ya Kariakoo, Simba wakiwa wenyeji dhidi ya Young Africans, mchezo ukihitimishwa kwa sare ya mabao 2-2. Dakika 10 za kwanza tulishuhudia mabao 2 ya Simba, lakini baadaye dakika ya 17 Young Africans wanarejea, lakini kipindi cha pili Young Africans wakasawazisha na kubalansi mzani. Dabi ikamalizika hivyo, kila mmoja akiondoka na alama 1. Baada ya mchezo nimekutana na aliyewahi kuwa kocha wa Mwadui FC ya kule mjini Shinyanga, lakini ashawahi kuwa kocha wa Ndanda, Ruvu Shooting, Fountain Gate na timu kadha wa kadha za ligi kuu. Yeye anaelezea kwa ufundi namna ambavyo mchezo wa dabi ulivyokuwa na jinsi matokeo yalivyopatikana. Mchezo kama ulivyoona mwanzo ulikuwa uko upande wa Simba, na Simba baada ya kupata matokeo ya haraka wakapunguza concentration. Imewapelekea mpaka Yanga kupata goli kipindi cha kwanza la kusawazisha, na unaona wamepata goli rahisi tu. Nafikiri lack of concentration, na Yanga wamerudi kuongeza determination kwamba waweze kuequalize, na ingewezekana wangeweza kupata matokeo, lakini na yote kwa yote mpira umetoka draw bila 2-2. Lakini nasema timu ilikuwa iko juu kipindi cha kwanza zaidi ya Yanga, na kama kungekuwa na umakini zaidi basi Simba leo ilikuwa inaweza kupata goli hata 4 hata 5. Kutoka mjengoni nimezungumza na James Tupa. Yeye anaelezea namna ambavyo waamuzi wetu wanaweza kujifunza kutoka kwa waamuzi wa leo kutoka nchini Morocco ambao wameuchezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mimi nimeona fair ground, fair game kwa matukio ambayo Young Africans walikuwa wanatakiwa kufaidika nayo, wamefaidika nayo. Matukio ambayo Simba Sports Club walikuwa matukio ambayo Simba walikuwa wanatakiwa kufaidika nayo, wamefaidika nayo. Lakini pia anapoamua kwamba nimeongeza dakika 2 za nyongeza, zimeisha mpira kati hivyo. Kwa hiyo cha kujifunza wawe fair. Kuna muda tunaona kabisa kwamba sio sawa, mpaka kuna mtu mmoja akatoa kauli akasema hawa marefali sasa hivi ni bora kuwatengenezea ule utaratibu wa kuwaita kama tunavyoita vyombo vya usafiri. Yani unaita tu kwenye app yako, atakayekuja ndo huyo. Unaona bwana, tusijuane. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinazungumzwa baada ya kuona kazi sio nzuri sana kwa marefali wetu wa ndani, lakini kimsingi wanatakiwa tu wa balance. Meneja habari na mawasiliano kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara, Karim Boimanda, yeye anasema baada ya mchezo kuwa na maneno mengi kabla, lakini hatimaye mchezo huo umechezwa na wao wamesimamia kanuni pamoja na sheria kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawia. Kwanza sisi jukumu letu ni kuandaa mchezo kwa mujibu wa kanuni, kuandaa mchezo kwa mujibu wa sheria, na kuandaa mchezo kwa mujibu wa miongozo. Wakati tunafuata kanuni, tunafuata sheria, tunafuata miongozo, si lazima sana tumfurahishe kila mtu. Kikubwa tunazifurahisha kanuni, tunafurahisha miongozo, tunafurahisha sheria za mpira. Na katika kipindi hicho uzuri sisi ni wasikivu, sisi tunasikiliza maoni, lakini kuna wakati inafika unalazimika kubakia kwenye kanuni inasemaje, taratibu zinasemaje, na kila kitu kinakwendaje. So tuseme hivi, yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa, utabiri, ubashiri wa watu kuhusiana na mchezo wenyewe, tuseme sasa hivi sio mambo ya kujadili tena. Sisi tulieleza kwamba mchezo utafanyika kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Mchezo umefanyika, umetamatika, na sasa hivi tunazungumza hapa, kila mtu anatafuta njia ya kuelekea nyumbani, na tumetiki kwamba mchezo namba 169 wa ligi kuu ya NBC umetamatika. Sidhani kama kuna kitu kingine kimesalia. Nikwambie tu David Kampista kwamba kabla ya mchezo Young Africans baada ya kuwasili uwanjani hawakuingia kwenye vyumba vya kubadilishia, badala yake waliingia kwenye nyumba moja ambayo ni ya mtu binafsi, iko jirani na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na wakafanya mabadiliko yao huko. Lakini hata wakati wa mapumziko baada ya kipindi cha kwanza walielekea huko pia kufanya mabadiliko pamoja na mambo mengine ya kiufundi. Nini kinazungumzwa na mashabiki wa timu hizi kuhusiana na hili? Tadosa, shabiki na mwanachama wa Yanga, imetosha hiyo diki. Yes. Sawa.
hii ya namna ambavyo Young Africans baada ya kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo na kukataa kuingia uwanjani na badala yake kufikia kwenye nyumba ya mtu binafsi, inaleta taswira gani kwenye mpira wa nchi, lakini vile vile inaleta taswira gani kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo? Hayo ni mambo ya logistiki, siwezi nikazungumza sana, lakini mimi naamini kwa miaka 90 tulivyofika hivi sasa lazima tuweke logistiki ambayo ilikuwa nzuri, ambayo itaashiria kila mtu atakuwa na amani. Hiki kinachoendelea hapa sijajua ni nini, lakini mimi naamini wao wanajua zaidi kuliko mimi namna walivyoratibu mpango wao. Yes. Sawa, shukrani sana. Bana kaka, kwema? Kwema, mambo vipi? Fresh. Jina lako kwa faida ya ambaye anakusikiliza muda huu? Ali Mikoya, maarufu naitwa Kisugu. Kisugu, timu kuwasili uwanjani na kuacha kuingia moja kwa moja dressing room, badala yake kuingia kwenye nyumba ya mtu binafsi, kwako inatafsiri nini? Kwangu inatafsiri bado football yetu iko nyuma, baadhi ya vilabu bado viko nyuma katika ulimwengu wa sasa wa football. Kwa sababu leo unapozungumzia Dar es Salaam Young Africans ni timu kubwa, ni timu ambayo mimi naamini inatakiwa iwe kioo kwa timu nyingine. Yanga ndio timu ambayo kwa maana na Yanga na Simba wanapata nafasi ya kuwakilisha nchi katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, katika mashindano ya shirikisho barani Afrika, kwa maana ni timu kubwa mara kwa mara. Hali kama hii kenda Misri huwezi kukutana na hivi vitu. Wakati zikiwa kelele nyingi zinapigwa kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo kwamba umeshuka thamani, wengine wakisema bado thamani yake iko pale pale. Nimezungumza na mwandishi mkongwe wa shirika la utangazaji la taifa kwa maana ya TBC, Evans Mhando. Yeye ana hiki cha kuzungumza kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hakuwezi kupungua zaidi, kwangu mimi unazidi kuongezeka, na kwa dhama hizi ambazo mpira sasa hizi ni biashara, naona biashara inazidi kuwa kubwa zaidi. Umeona leo nitakupa mfano, Yanga wakati wapo nyuma kwa goli mbili, namna wachezaji walivyopambana kuhakikisha kwamba wanapata goli la kwanza na goli la pili, ndio namna unaona kwamba ladha dabi inavyozidi kuongezeka. Na hata Simba wakati wanaanza walipoanza kwa nguvu kubwa wakapata magoli, vita ilikuwa ipo inaendelea. Kwa hiyo unaona kwamba hadhi ya dabi ya Kariakoo kwangu mimi naamini na nitaendelea kuamini haitopungua ladha, haitoshuka, bali thamani yake itazidi kuongezeka, na zama hizi za biashara itazidi kuwa na thamani kubwa sana. Ukiangalia idadi ya mashabiki ambao walikuwepo uwanjani kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo, wengi wao walikuwa ni mashabiki wa Simba. Yanga walikuwepo, lakini kwa idadi ndogo ukilinganisha na siku zote ambavyo imezoeleka. Hatujajua nini sababu ya haya yote kutokea, kwamba mashabiki wa Young Africans kwa wachache kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini pengine majibu wanayo wao wenyewe, au inawezekana kutokana na logistics za kufika kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambao uko pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Lakini yote kwa yote, mchezo umeisha salama salmini. Mimi na ripoti kutoka uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, kwako David Kampista kwa ajili ya uchambuzi zaidi hapo studio. Asante Dickson Masanja kwa simulizi ya kilichozungumzwa baada ya mchezo kumalizika. Bwana, inawezekana hii ikawa ni dabi bora